Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. God bless you. Good evening. Mungu awabariki sana. Jioni ya leo tuko hapa Taita Taveta County, particularly mahali panaitwa Taveta, na mwenyeji wetu tuko naye hapa Bishop Frank Mare, ambaye tuko na conference na crusade kubwa sana ya kufunga mwaka 2025. Na mara nyingi mtumishi wa Mungu ameweka kongamano kama hilo. Yeye ndiye anajua siri za kumaliza ni vema kuliko kwanza. Nasema heri mwisho wa jambo kuliko mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Tunashukuru Mungu tuko hapa pamoja. Tunataka kumpa nafasi atukaribishe katika hii Taveta County, Taveta Sub County and also Taita Taveta County katika jina la Yesu. Karibu Bishop Frank. Asante sana. Nachukua nafasi hii kukukaribisha sana Bishop Laurent Favor. Katika county yetu hii ya Taita Taveta. Na pia katika Taveta Sub County ama Taveta Constituency. Kwa hivyo karibu sana, najua umekuwa na safari ndefu sana kupita milima na mabonde, maana kule kwenu mnapaita Rift Valley. Tumevuta kaunti kama 10 hivi nimefika. Bonde la Ufa. Tuko bondeni. Sasa mko hapana, sasa mlikuwa bondeni, sasa mko pwani. Sasa kule kwetu tuko bondeni, tumetoka bondeni. Bondeni sasa mko pwani. Sasa tukitoka huko watu wanasemaga habari za pwani, lakini kutoka hapa mpaka pwani yenyewe ni kweli zaidi ya kilomita 350. Kwa sababu tuko region ile ya pwani, basi wanafikiriaga ukimwambia unatoka Taveta basi anaona kama uko pwani, lakini tuko katika region moja. Napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru na kukukaribisha. Karibu na pole kwa safari ndefu. Tunashukuru sana. Asanteni sana Bishop Frank kwa sababu kutukaribisha pwani. Unajua ukisikia tuko pwani, hatuko starehe jamani, tumekuja katika kazi ya Bwana. Na pia tuna rafiki yetu na rafiki wangu wa karibu sana na ndugu yangu Dr. Sixbeth Paul Mukeremi. Vile tumejuana na Bishop Frank imebaki mwaka moja tu, miaka 20. Alisema asubuhi sio rahisi kuwa rafiki na mtu miaka hiyo, lazima katikati kuna mkwarushano, lakini mnaamua kuachana naye, muamue kwenda katika urafiki. Nina rafiki yangu naye pia tuna zaidi ya miaka 15 kama marafiki, Bishop Dr. Sixbeth Paul kutoka Mlima Mrefu. Anasema Mlima Mrefu, lakini hatujaipima tujue kama ni mrefu ama ni mfupi. Lakini tuko hapa tunamkaribisha pia na yeye atukaribishie kwamba yeye ndio actually our main speaker katika crusade hii, kwa sababu Mungu amemkirimia kuwa crusader katika huduma 5 za utumishi. Yeye ni mojawapo, ako na vipawa vya apostolic. Kwa hivyo mimi ni mwalimu, Bishop Frank ni mchungaji na pia ni mtume kwa sababu amepanda makanisa, na tuko naye Dr. Bishop Sixbeth ambao ni askofu zaidi, hapo ni mtumishi, ni apostle. Tunakukaribisha katika sehemu za pwani. Sasa wewe sijui kama uko pwani, maana ni jirani. Mimi niko karibu na pwani. Ama uko mlimani? Lakini mlima pia nipo chini ya mlima. Niko chini ya mlima. Lakini hatupendi kusema tuko chini ya mlima. Chuma wa mwamba. Tunapenda kusema tuko juu ya mlima Kilimanjaro. Ndio sifa zenu. Basi tunamshukuru Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, majira haya ametukirimia neema ipitayo kwa kutuleta tena pamoja ili tuweze kuongea nawe wakati huu unapotuangalia. Tuko na furaha kubwa sana, na pia tuko na shukrani kubwa kwa Mungu kwa kutuleta pamoja. Lakini zaidi sana tunamshukuru mtumishi wa Mungu Mchungaji Frank, ambaye yeye ndio ametufanya tuwe mahali hapa Taita kwa kuandaa crusade ya kipekee, crusade ya ajabu, crusade ambayo inafanyika mara moja kwa mwaka, ni ya kipekee. Na tumeona baraka kubwa katika maandalizi haya na mapokezi kwa ujumla wake. Mimi si mara ya kwanza kuwa katika ukanda huu wa Taveta, lakini nimeona hii imekuwa ni tofauti kidogo. Na tumeanza crusade na tumeona mwanzo umekuwa ni mzuri. Hata Waswahili wanasema biashara ni asubuhi. Kwa hiyo hata mwanzo wa injili yetu umekuwa ni mzuri. Ni asubuhi pia. Na tunamshukuru Mungu sana. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya maandalio mazuri na moyo wake wa kuweza kuona watu wa mji huu wanakombolewa, watu wa mji huu wanahubiriwa habari njema,
watu wa mji huu wanaponywa, watu wa mji huu wanajulishwa au kuhabarishwa kwa habari za Kristo tena kabla hata mwaka hujaisha. Kwangu mimi naona hiyo ni fursa ya kipekee ambao wakazi wa Taveta wameipata katika jambo hili kubwa. Kubwa langu ni kualika, usisikie wala usiishie kututazama, bali chukua hatua kama wewe ni mmoja ulio katika maeneo haya ya Taita Taveta na viunga vyake vyote. Hudhuria mkutano, tuna semina wakati wa asubuhi na revival wakati wa jioni mwendo wa saa 1 na kuendelea. Yote haya yanakuja ili kukuweka wewe sawa uweze kumaliza kwa nguvu. Unajua wako watakao maliza kwa nguvu, wako watakao maliza kwa udhaifu, wako watakao maliza kwa unyonge, wako watakao maliza kama wamekata tamaa, wako watakao maliza kwamba hawaoni tumaini lolote. Lakini nichukue nafasi hii ya adhimu na ya kipekee ili niwahabarishe katika kuwakaribisha watu wote kwamba nia yetu ni njema. Umalize mwaka huu ukiwa umelibeba tumaini jipya. Heri mwisho kama vile umehabarishwa, na kwa sababu mwisho tumesema Mungu anawekeza nguvu kubwa sana. Mwisho Mungu anawekeza uweza wake mkubwa sana. Mwisho uko na sababu kwa kila jambo ambalo liko chini ya jua. Kwa hiyo mwisho mwaka huu pia kuna sababu. Mmoja aliyekata tamaa asimalize amekata tamaa. Mmoja anayelia asimalize analia. Mmoja ambaye amepoteza tumaini asimalize akiwa amepoteza tumaini na akaanza kama yeye aliyopoteza tumaini. Tumekuja kutengeneza mwisho ulio bora zaidi, uwe na mwanzo ulio mzuri. Mungu akubariki sana na karibu sana. Asanteni sana Bishop, asante Bishop Frank, asanteni sana kwa sababu ni introduction tu tunafanya. Yes. Alafu na pia unajua kuna neno moja ambao tunasoma mara nyingi, siri ya kuendea mji. Askofu Frank amejua siri ya kuendea mji kwamba yeye hana mbwembo ya kwamba anaanza, ana mbwembo ya kujua kwamba ni kumaliza ndiye anaweka. Kwa sababu wewe umesema vizuri kwamba mwanzo wa mwaka ile watu wanapiga makelele kwa first year sio ya muhimu kama vile tunafanya hiyo conference ama crusade hii ya mwisho. So kuna jambo fulani ambalo liko very key Bishop Frank kwa ajili ya ardhi hii. Na mara nyingi vile nimekujua kwa muda wote tumejuana na wewe, umelilia sana Taveta. Hata Taita Taveta County, lakini sana sana mtu ulilia Taveta. Mahali kitovu kipo. Mahali kitovu kimezikwa. Na nikasema katika ibada ya asubuhi wewe umerisk, maana baadhi hata Bishop mwenyewe hapa Dr. Six alishatorokea kutoka Mwanza akaja Kilimanjaro. Kila mtu anahepa kwao. Anahepa kwao. Lakini ni nini kilichokufanya, na nimeshuhudia ukiwa the first preacher mhubiri katika Taveta kuzindua Bible, maana nilikuwa mgeni wa heshima katika kuzindua Biblia. Unajua Bishop Frank ndiye amezindua Biblia ya kwanza katika lugha ya Taveta, sio Taita. Taveta na imetafsiriwa. Nani katika lugha ya Taita. Lugha ya Taita. Ziki Taita. Kwa hiyo Kitaita na Kitaveta tofauti au Kitaveta hakuna? Kipo. Sasa Bishop Frank ni Mtaveta. Si Mtaita. Okay. Mkikutana naye Nairobi wanamuita ule Mtaita. Lakini akija hapa yeye ni Mtaveta ambaye ndio amekuwa mhubiri. Wazee wamekuweko si kwa kubaya, ambao maana alipoanza, unajua juzi wakati nilikuja hapa, hiyo ndio neno linikumbuka moyoni mwangu kwamba passion ya huyu baba hata kutafsiri bwana ni New Testament, si ati ni Old Testament. Na unajua inachukua miaka sio siku ili kutafsiriwa mpaka ingie bila ya hiyo kundi ambao lilikuja, maana walikuja wote watu wengi katika taifa hili kuja kusindua hivyo. Bishop, umezungumza jana na leo pia tukiwa tunazungumzia sana habari ya ardhi ya Taveta, ambapo pia zaidi ya Taveta kuhusu, maana tumekuja kurekebisha. Hatuna uwezo huo zaidi, lakini katika kiroho chochote kimefanyika katika kiroho, iwe ni katika roho mbaya, lazima kuweko na watu wanaorekebisha katika roho ya Mungu. Umelilia sana habari ya mji huu kwamba kurekebisha makosa ama kuheal the land ya Taveta. Na crusade hii mostly umeiweka katikati ya opposition kubwa sana, maana kuna denominations ambazo ziko very strong hapa in terms of other religions. Yani denomination kumaanisha Muslims are there, Buddhists are there and many other times. Sasa tulikuwa nataka utuzungumzie kwa ufupi sana, alafu Bishop Six atupatie habari kwamba steps za uponyaji wa ardhi, maana pia
ana neema ya ukombozi wa ardhi, kwa neema ya ukombozi wa ardhi. Sasa tuambie habari za matukio fupi sana kuhusu habari za ardhi ya Taveta. We are not talking about Taveta, na kwa sababu hapa ndio mko na madini, ni madini ya minerals, lakini bado kuna hali ya ambao si sawa sana kulingana na madini hayo. Asante sana Bishop Eva. Kwanza nataka nichukue nafasi hii kwa taadhima sana kukaribisha Bishop Sixbet. Yeah, man. Paul Mkelemi, karibu sana Taveta. Taveta tumefika. Mimi ni watani wetu. Tuko karibu na wewe ki distance kutoka hapa mpaka Moshi, maana ni kilomita 42. Kwa hiyo kijiografia tuko karibu sana. Lakini kimipaka ni nchi nyingine. Na hata ukienda ukitoka Kenya ukivuka kwenda Tanzania ni mazingira tofauti kabisa. Passport unayojaza licha hata passport, lakini hata environment, hata mazingira, hali ya hewa. Ni kweli. Mpaka si mpaka tu. Kumbe ukivuka mpaka umeingia katika mabadiliko mengi. Ukivuka pale saizi mahindi yao ni makubwa, mafuta. Ukija upande huu yamekauka. Kwani kuna nini? Tunasema ukishavuka mpaka ni mazingira mengine tofauti. Ni maro fulani au lugha tofauti, vyakula tofauti, hali ya hewa tofauti, tamaduni tofauti. Kule ukiendesha gari mpaka uangalie ni speed gani unaenda, mpaka kilomita 10, 30, kilomita 20, 50. Hapa bado ukishikwa na askari anakuambia ndugu, samahani, naomba twende polisi, tuandamane twende polisi. Hapa kwetu tumezoea kulazimishwa kuja hapa, simama, umetoka wapi, songa wewe. Kwa hivyo ni mazingira tofauti, na hata ukienda dukani unatoa pesa, wasema naomba chakula, naomba sukari. Hapa tumezoea nipe, maana ni pesa yako inakupa haki. Kwa hivyo nashukuru sana. Ni uungwana au nini? Baada sisi tulifundishwa mambo ya lazima ile kama yenu ndio tunajifundisha sasa. Sasa tuko mpakani. Sasa kama ile force kwamba give me, nipe, nataka, yani kwamba pesa yako ni haki yako. Sasa ukifika Tanzania unajisikiaje? Au unabidi uchelewe kidogo kuongea? Ni mpaka ujizoeshe sana, maana kuna kipindi nilienda Dar es Salaam, imenikumbusha mbali sana. Na nilipokuwa na pack gari kwa petrol station, nikaambia yule mlinzi, nataka kuweka gari hapa, kupakisha gari hapa, kupaka. Ule mlinzi naye akasema na mimi sitaki. Hiyo ni lugha ya madaha. Aliona kama umetumia majivuno fulani. Akasema niambia wataka na mimi sitaki. Mpaka akatuitia polisi. Akasema wewe wataka, mimi sitaki. Ikabidi tumwambie tafadhali, naomba, si kwa ujeuri wowote. Lakini pamoja na hivyo tumeingiana nao vizuri. Amen. Tumeingiana maana Wakenya wengi aidha wameolewa ama wameoa Tanzania. Kwa hivyo baria ya mpaka ni ile tu unavuka, lakini kuna ndugu zetu kule na pia kuna watu wao huku. Ardhi ya Taveta ambayo iko katika gatuzi la Taita Taveta. Tunajua kwamba wakati wa ukoloni Kenya walitawaliwa na wazungu, wa British. Na Watanzania kulikuwa na Wajerumani, na walikuwa wanapigania wa mzungu akitaka ule mlima pale, ule mlima Kilimanjaro. Alitaka uchukue uwe upande wake, ulete katika iwe British Protectorate. Naye Mjerumani akawa hataki. Kwa hivyo vita vikawa vinapiganwa hapa Taveta, vya Wajerumani kutoka Tanzania na Waingereza kutoka upande wa Kenya. Kwa hivyo ikawa hapa ni battlefield. Pale mahali panaitwa Maktao, palikuwa panaitwa marking time, mahali ambapo askari walikuja wana mark time kabla ya kuinvade huku. I say. Ndivyo panaitwa marking time. Na ndio sababu kule ule mji umekwama kidogo. Ndio umekwama. I say. Ukitoka Maktao ukiingia ukimaliza tu paka ukiwa unaingia Kenya hapa Taveta, kuna mlima pale unaitwa Salaita. Mahali kuna roadblock ya askari. Neno maana Salaita ilikuwa ni manslaughter hill. Kwa hivyo Salaita ni jina tu ile watu waliita tu, walishindwa kupronounce slaughter, lakini ilikuwa ni manslaughter hill, mahali ambapo watu walikuwa wanachinjwa, haswa watu weusi wa Afrika wanachinjwa, wanakuwa slaughtered kwa sababu walikuwa wanawekwa mbele. Mimi kwa training nilikuwa askari. Sasa hawa walikuwa wanawekwa mbele wakiwa hawana silaha, mbele ya vita. Wakawa wanauliwa sana.
Kwa hivyo pakaitwa Manslaughter Hill. Ukiingia hapa Taveta, hapo town tu kuna makaburi ya wazungu ambayo yako pale mpaka sasa. Huwa ukienda yanakuwa serviced vizuri na amepigwa uzio, lakini kuna Waafrika waliokufa maelfu na kwa sababu hawakudhaminiwa miili zao zililiwa na fisi na wanyama wa porini. Kwa hivyo ardhi hii ya Taveta ikawa imetapakaa damu. Kwa hivyo vita vya Wajerumani na Wakenya kwa ajili ya kuang'ania mlima vilipiganiwa hii area. Vilipiganiwa hapa. Na watu wakalazimishwa kwenda kupigana bila idhini yao. Waliwekwa ile inaitwa front line. Walikuwa wanachukuliwa mateka kwa sababu mzungu alitaka hii ardhi. Kwa hivyo walikuwa wanachukua wale wazee wetu wa zamani mateka, wawaweke katika front line ya vita ili sasa wauliwe. Kabla hawajafikia wazungu. Kabla hawajafikia wazungu. Mimi mwenyewe babu yangu ambaye amemzaa mama alipelekwa kwa hilo vita. Na mama yangu alitupatia hadithi kwamba baba yao walikuwa wanamuona kama babu, maana aliporejea kutoka kwa vita alikuwa amezeeka sana, kachoka sana, miaka mingi. Kwa hivyo alipooa mama yangu sasa, ambaye sisi tunamuita nyanya ama bibi kule Tanzania. Sasa alikuwa ni kama mtu na mjukuu wake. Kwa hivyo mama yangu walikuwa anamuona baba yao kama babu mzee amechoka sana. Kwa sababu alipopelekwa vita yeye alibahatika kuponyoka, hakuuliwa. Akarudi akiwa mzee sana. Ndiye anaoa ndio akaoa wakati huo. Alioa akiwa mzee sana, si mzee tu. Unajua kuna mzee wa kawaida kama sisi ni wazee wa makamo lakini alikuwa ni mzee amechoka. Ametoka vitani na amechoka. Kwa hivyo hiyo inakupatia historia kwa nini sisi tuko wachache ama tunaitwa marginalized community. Maana wale mababu zetu wengi waliuliwa kwenye vita. Na wengine hawakupata nafasi ya kuoa mapema ili kuzalishana kizazi kikubwa. Hawakupata nafasi ya kuzalishana mapema. Kwa hivyo Taveta hii ikawa imezungukwa na damu. Kwenye ardhi, maeneo yote ikawa ni damu iko kwenye ardhi. Uliponifahamisha kwa Askofu Sixbet na nikajua kwamba Mungu amempa neema ya kunena na ardhi na kufungua ardhi na watu wakaamo, basi nikapenda sana. Ndio maana nilimpeleka mpaka nyumbani kwetu. Akaja kuombea familia yetu. Na hilo limetupa mwanga sana. Umetaja kwamba nilikualika wakati tukizindua New Testament, kitabu cha Luka. Ilikuwa kitabu tu. Ilikuwa kitabu cha Luka. Si yote. Sasa hizi ndio tunazindua. Mwaka ujao mwezi wa 4 itakuwa ni New Testament yote sasa. Sasa wengine watakuwa ndani wao kujua safari. Ilikuwa moja. Hata nimesahau. Nitakualika pia. Sasa tumeshajialika mapema. Mwaka ujao mwezi wa 4 au 6 tunatarajia kuzindua New Testament sasa. Nilikuwa Afrika Kusini mwaka wa 2011. Pale panaitwa Johannesburg. Nilikuwa nimeenda conference. Na wakawa wametuambia kila mtu aseme kikwao ile Yohana 3:16. Sasa mimi nikashindwa kutamka hiyo. Bado ukazao kitabu cha Kiswahili. Nikashindwa, si Kiswahili. Kitaveta sasa, Kitaveta. Maana kulikuwa hakuna Biblia ambayo imeandikika wala maneno ambayo yameandikika kwetu. Tulikuwa hatuna ile autograph ile A to Z. Unajua ile ndio inaandika maneno yote. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunaibaiba kidogo, tunaiba kwa Wapare, kwa Wataita. Kwa hivyo lugha yetu kamili ilikuwa haijaandikika. Haijulikani. Kwa hivyo wakaniambia kuna shirika kule Marekani niliandikie, kwa sababu wao wanasaidia marginalized communities kutafsiri Biblia kwa lugha ya kwao. Kwa hivyo nikaandika email kule Amerika. Na nilipoandika email wakanijibu, wakaniambia hapa Kenya wana sister organization, shirika ambalo wanashirikiana nalo kwa kutafsiri Biblia kwa hizi lugha communities ndogo ndogo, ambalo linaitwa BTL. BTL maana yake ni Bible Translation and Literacy, ambalo ndo nafanya kazi hapa Kenya. Nilipowaandikia wakakubali, wakaja wakafanya research. Na walipofanya research wakaona kweli lugha yetu ni tofauti sana na Wapare, tofauti sana na Wataita na zile communities zingine. Kwa hivyo mradi wa kutafsiri Biblia ukaanza mwaka wa 2012.
mimi nikiwa ni mwenyekiti na ninashukuru Mungu kwamba ufadhili huo mpaka leo unaendelea. Mimi ni patron wa mradi huo na tumemaliza New Testament yote. Kuna vitabu sasa vya nyimbo tunaweza imba kikwetu, zinaitwa hizi za Anglican, nyimbo za Injili. Mwimbieni Bwana. Mwimbieni Bwana. Nyimbo za Injili kwa lugha yenu. Kwa lugha yetu. Tuko nacho, hata niko na copies hapa kwa nyumba. Na pia vitabu kadhaa vimesha tayari kamilika vya Agano la Kale, vishakamilika. Kwa hivyo tunashukuru Mungu, maana walipokuja walisema tukimaliza Agano Jipya tunaenda moja kwa moja kwa Agano la Kale kwa wafadhili. Kwa hivyo kama wanaweza kuwa wanasikia podcast hii, napenda kuwashukuru sana. Lakini turudi sasa kwa ile mada kamili kuhusu ukombozi wa ardhi. Taveta imekuwa ni mahali pa kung'ang'ana kwa sababu damu huwa inaongea, haifi sana. Na wale watu wa zamani walipokuwa wakifa, maana walikuwa sio kifo ile tunaita natural death, waliuliwa kwa uchungu. Wengine walipigwa mashoka, wengine walipigwa rungu, wengine mishale, mabunduki, na wengine wakateswa. Sasa wakati walikuwa wakifa, walikuwa wanaongea maneno. Na unajua laana ni maneno. Wakati mtu akifa akilalamika, haswa akiwa ananyanyaswa kwamba ardhi ni yao, ni kwao, na ananyanyaswa ili akaweze kupokonywa ardhi yao. Kwa hivyo walinena maneno kwa ardhi ya Taveta. Na hayo maneno yalienda kizazi mpaka kizazi, vizazi vingi sana. Na Taveta ilikuwa ni mahali pa kung'ang'ana. Ardhi kwanza ilikuwa yote ni ya mzungu. Baadaye tunasikianga hivyo. Ilikuwa yote ni ya mzungu. Yule wa kwanza aliyepata ardhi hii baada ya vita alikuwa anaitwa Grogan. Logan mzungu. Baada Grogan ni mzungu. Grogan ni mzungu, alikuwa ni Briton. Alikuwa ameenda kwa Malkia akamuomba kwamba sasa washashinda vita, anaomba hii ardhi ya Taveta akaweze kufuga. Kwa hivyo ameweka mifugo mingi sana na wenyeji wakasukumwa wakakaa katika maeneo madogo kama squatter, na kule reserve wakawa maeneo madogo sana. Hii ardhi ikawa ni ya bwenyenye mmoja anaitwa Grogan. Ndio pale Grogan Nairobi. Huyo mtu huyo. Grogan Nairobi pale chini Bishop, unajua pale roundabout ya Ngara pale. Hapo mbele hivi. Hapo ukisikia ile hospitali inaitwa Gertrude ya Children, basi ilikuwa ni mke wake alimjengea hapo kama makazi yake. Ile Gertrude ilikuwa ni mke historia nzito sana ilikuwa ni mke wa Grogan sasa. Mwenye ardhi ya Taveta. Alienda kumjengea sasa pale. Ndio inaitwa siku hizi Gertrudes. About the most expensive ya watoto Kenya mzima. Alimjengea nyumba hapa inaitwa Grogan Castle pale juu ya mlima atakuonyesha. Lakini Gertrude akaikataa, akasema hawezi kuishi huku, kuna mama walikuwa na mapepo gani? Kwa sababu pale Nakuru kuna hiyo Lord Egerton Castle. Na yeye anasema ni mzungu alijengea mwanamke, alipomleta kutoka Australia akaangalia akasema hii ni keji ya panya hivi. Akarudi. Na ule jamaa akaapa akasema mwanamke yote asiwahi ingia hapa, lakini leo nafikiri Wakenya wameshavunja hiyo sheria. So tukawa chini ya ukoloni na baada ya uhuru pia ardhi hii ikaendelea kuwa chini ya mikono ya mtu anaitwa Kritikos ambaye alinunua kutoka kwa Grogan. Kritikos alikuwa ni Mgiriki. Yeye akaigeuza kuwa ya makonge. Wagiriki wengi wanafanya biashara ya makonge sana. Kwa hivyo wakaenda mpaka baada ya wakati wa uhuru, akaenda wakaongea na rais wa kwanza wa nchi hii Jomo Kenyatta. Sijui walipatana vipi, lakini wakawa partners kwa hiyo makonge kwa hii ardhi sasa. Ikawa inaele watu wa historia wanatuambia ilikuwa anaogopa kufukuzwa. Kwa hivyo akamwendea rais, akamwambia wanataka wawe partners. Sasa ikaitwa Kritikos and Mama Ngina. Sasa Jomo Kenyatta akaipeana kwa mkewe. Kwa hivyo ikawa partner wa Kritikos, sio Kritikos na Jomo Kenyatta, lakini Kritikos na nani? Na Mama Ngina. Wakawa wana own 50-50. Na baadaye wakaja wakagawanya. Mama Ngina akabaki upande ule wa ziwani na Kritikos akabaki upande huu. Lakini mwaka wa 90 na hapo miaka ya 90 ilipoendelea, wakati Kibaki akiingia kwa rais,
Mwaka 2000. Mwaka wa 2000 2002. 2002. Wenyeji wakaomba kwamba akiingia awasaidie wapate hii ardhi, maana wakati huo Basil Kritikos alikuwa amechukua mkopo kwa National Bank na akawa umemlemea kulipa. Kwa hivyo Uhuru Kenyatta, Kibaki alikuwa muungwana sana. Alipopata urais, maneno yake yale watu waliomwomba akayatimiza. Ndio hii ardhi ikachukuliwa. Sasa mahali tupo hapa, miaka hiyo ya 2000 ilikuwa ni makonge, lakini sasa hapa mahali tupo, lakini sasa ni ardhi watu wakachukua wakapewa, na watu kadhaa wameinunua, lakini ile roho ya utumwa na ile damu iliyomwagika, hata kama ardhi imebadilishwa mikono, lakini haifutwi, maana damu hunena, kama vile ile ya Abel ilikuwa inanena ili kulipiza kisasi. Kwa hivyo Bishop, kwa mfano, kwa ufupi, ardhi hii ya Taveta iko na particular records zingine za wazee, yaani vile Biblia inasema kwamba ina habari fulani, hiyo ardhi ina habari fulani. Wazee wale walikuwa nashika, unajua kule kwetu mtu akienda kuuawa kwa aidha kwa ubaya ama uzuri, akishika nyasi anainenea hiyo ardhi, watu wanaiondokea, iwezi kuwa productive, ama mtu ameuliwa mahali pale. Kwa hivyo ardhi hii ina accusation nyingi, yani damu, kuna damu ilimwagika katika njia ambapo si ya kawaida. Na Bishop Sixbet, ambapo Mungu amekusaidia katika utaalamu, maana tumekuwa na wewe Kisumu, tumekuwa na wewe Nyamira, tulikuwa na wewe Kisii, tumekuwa maeneo mengi sana kwa ajili ya ardhi. Nakuru kwetu sasa hiyo uko ni zaidi, maana tumeanza tukiwa zero, wakati tumeshika ile mchanga tukiomba ile ardhi pale chini ya kanisani. Sasa tunaomba bila Bishop amesema tutapata nafasi tomorrow, kesho tunaomba Mungu atusaidie nafasi kidogo, tutakuwa na live product. Tutaka kuchukua Bishop, kuna story umetuambia ambayo imetushtua kidogo, ambapo Mungu amekusaidia. Kwanza mwanzo umeshiriki katika kuhamasisha hii jamii juu ya habari za Mungu. Maana unajua katika habari za Mungu sasa wewe umechukua njia tofauti. Nimesema kila wanyama msituni, nyoka wanakuwa na njia yao msituni tu, tembo wanakuwa na barabara yao, na yani wanyama wote wana barabara zao. Sasa kuna mahali wazee wetu walitembelea na wakatenda dhambi, unakuta kwamba sisi tunajikuta tuko hapo bila kujua. Sasa wewe umeamua kutengenezea community, kwa sababu kutranslate Bible ni kumaanisha kwamba umetoa hii community katika giza kwanza, na umewaweka katika nuru, na Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Umeamua kuwapea maarifa kupitia translation. Wewe ukuendelesha mila na desturi, lakini uliondoka katika hiyo barabara, na ndio Mungu amekuhurumia kujenga madhabahu katikati ya mji. Bishop Sixbet, tunaomba utupe tip kidogo for the next 5 minutes, ndio tuweze kuweza, kwa sababu tunaenda crusade. Utupe habari za mianzo, vile tunaanza safari, kwa sababu ukombozi wa ardhi, kwa sababu vizazi vinaweza kuwa vimefanya makosa, aidha kwa sababu wazee wale hawakujua watoto wazaliwa, lakini wanasema na yeye atakaye kai ardhi hata haipata kutulia, akasema watoto watakuja baadaye wake. Unajua hivyo kwamba watatulia, mwenye atakayeishi katika ardhi hii hatatulia, sio? Ni utamko. So ni nini aso Bishop, habari za ardhi ambao imenajisiwa ama imechafuliwa, ama ni nini kinachoendelea, ama ni mpango gani katika neno hili ambao tuko nao for the next 5 days ya kuweza kunena juu ya ardhi? Nataka nimalizie kidogo ili wakati anapoweka dozi iwe dawa robo 3 au adunge sindano iliyokamilika dawa zote kabisa. Hii ardhi ilinenewa mambo na wazee wetu kwa sababu ya uchungu, na neno moja ambalo mpaka leo liko mjini, kwamba walisema mtu akifanya kazi hapa atatoka bure bila kitu. Mtu akifanya kazi yoyote, biashara, utamko mbaya, kazi wakatamka kwa sababu ya uchungu waliokuwa nao wa kuona kwamba wamenyanyaswa. Na hawa wazee unajua ndio wa muhimu sana. Wazee walitamka hayo mambo, na kweli wakati tukiwa wadogo tuliona mambo hayo. Watu walifanya biashara, wengine wakafa, wengine wakafanya biashara wakashikwa na wazimu wakaacha mali hapa, na iliendelea vizazi vingi sana. Kwa nini ileta uchungu sana? Wazee wetu wa zamani, baba yangu mimi alikuwa ni foreman hapa kwa shamba la mkonge. Alituambia hadithi kwamba zamani walipokuwa na nyanyaswa kwa malipo duni,
na kazi ngumu, wakafanya mgomo wale wazee wa zamani. Walipofanya mgomo, yule Mgiriki akaenda akaleta padre wa Katoliki. Wakajenga kanisa Eldoro na kanisa lingine Timila. Kwa hivyo walikuwa wakifanya mgomo, huyu father anaitwa father, anakuja anawaongelesha, anawabatiza, anakuwa yeye ndio baba wa ubatizo wa wafanyakazi wote wa Makonge. Sasa wanaambiwa mtafanyaje mgomo juu ya baba yenu, baba yenu wa kiroho. Kwa hivyo watu hapa wakakataa dini, wakawa wameshikilia kwamba sasa hii dini hawa ndio wamekuja ututuma vibaya kukandamiza. Maana sasa yule Mgiriki alikuwa anatumia father kuambia sasa aje aongee na wafanyakazi wa Kigoma. Sasa father na yeye anawaambia hamuwezi kugoma, maana mimi ni baba yenu. Mimi ni baba yenu wa kiroho. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo ndio wakaongea maneno ya uchungu kwa vizazi na vizazi. Wakakataa dini. Kwa misingi hiyo. Hata sasa mimi nakwambia ule ukweli, ukichukua tathmini ya wale watu wenyeji ambao wako makanisani, idadi yao ni chache mno kwa sababu ya yale maneno bado baba waliamini. Tulichofanya, unakumbuka wakati ule wa kwanza tulikuja kuwaita na apostle mmoja anaitwa Joe Paul tuvunje hiyo roho ili kuketisha watu katika mji huu wa makabila yote wakaweze, maana mji haujengwi na kabila moja. Amna. Na Taveta ndio mahali kumejaa kabila zote za Kenya. Kwa hivyo tukataka kuvunja hiyo roho na nashukuru Mungu pia Apostle Sixbet na wewe kwamba mmekuja tena na hii si mara ya kwanza ili hiyo roho ikatoke, watu wakaweze kujenga Taveta, wakaweze kuishi. Lakini zamani ilikuwa hawaishi. Lakini sasa kwa tamko lile ambalo mmekuwa mkitamka, na sasa kwa sababu mmekuja tena kutamkia ardhi hii, msisahau hili, mtamkie ardhi hii, watu wakaishi, mji huu kaendelee na watu wampende Mungu wa makabila yote. Asante, karibu Bishop. Hebu tuambie hiyo record Bishop amesema hapa ni nyingi mpaka ya kukataa dini. Kwanza mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu jambo hili ni la kiufahamu. Linahitaji ufahamu, lakini jambo hili na kiroho. Unajua kama consequences za makosa ya vizazi zingekuwa zinaonekana physically, watu wote wangekimbia mji. Pengine Makonge yangerudi badala ya watu kuishi. Lakini sasa watu wanaishi mahali ambapo hawajui namna ya spiritual operation ya kwamba inakuja kuathiri katika ulimwengu tulio nao. Sio watu wengi wanajua hiyo. Na kama vile alivyokuwa amesema historia, unapozungumzia ardhi katika kao la mahali pamoja la watu, unaweza ukakuta kwamba karibu 98% ya watu wanaokaa juu ya ardhi hawajui umuhimu wa ardhi kiroho. Ukiachilia mbali shughuli zao za kila siku na masaa 24 wanaokaa juu ya ardhi. Na hiyo inaleta mwanya kwa makosa mengi au athari ya makosa mengi kuendelea kutembea kizazi baada ya kizazi. Na tunachokiona sasa, wengi wanafikiria ni matokeo ya leo. Wengi wanafikiria kwa sababu labda ya makosa yao ya sasa. Lakini yako makosa au tuseme matokeo ya makosa ambayo yamekuwa yanatembea kizazi baada ya kizazi. Na kama sasa unasikia kwamba kuna maneno ya uchungu yaliachwa, kuna damu iliyomwagika, kuna watu walikufa na maumivu, kuna matamko mabaya yalinenwa, haya yote hayawezi kubakiza ardhi kawa salama. Hayawezi. Na kwa sababu hiyo basi tuna kizazi ambacho mimi wanasema wakati wote kinaharibika au kinaharibiwa kutokana na sio tabia za Western kama tunavyofikiria. Hapana. Maana baada ya watu kukosa kutambua au kuelewa uharibifu na matokeo asili yake, tunaanza kutazama nchi nyingine kama sisi ni watu wa kuiga.
lakini matokeo mengi ya mateso na maonevu na mikandamizo na utumwa ni ule ambao tunasema wanatembea kizazi baada ya kizazi kwa sababu ya makosa yaliyotendeka katika mahali hapo. Sasa tukizungumza kwa habari ya ukombozi wa ardhi ni mpana sana, lakini moja unaweza ikawa sababu kubwa ni kuileta miungu migeni. Miungu migeni inapokuja kuabudiwa, kwa sababu lazima itafanya madhabahu na inapokuja kufanya madhabahu, maana yake ilo eneo limeshaathirika kulingana na nguvu ya madhabahu iliyowekwa na dhabihu zilizotolewa mahali pale. Tunayo mahali kwingi kumeathirika, sio kwenu tu, hata hapa jirani Kilimanjaro. Hayo mambo yapo ya kuabudu miungu mingine na kuifanya kizazi baada ya kizazi kiwe na mwendelezo. Kwa mfano mzuri, sasa hivi ni mwezi wa 12, hakuna mtu ambaye ni Mchaga atakaa nje ya nyumbani kwao, labda sijui au amesema ameendelea kiasi gani, lakini wote hata wengine kutoka Ulaya lazima warudi pale pa asili pale ambapo madhabahu za vizazi waliinua wakaabudia miungu mingine, maana ndivyo wanavyofahamu. Mimi nikaja nikasikia hata kuna wengine wa kipindi kama hiki wazazi, kuna wale wazee wa zamani, maana kuna uchinjaji mkubwa sana. Kwa mfano Kilimanjaro unakuwa unaendelea, wanasema kuna wazee, kuna ule utumbo mwingine umekaa kama taulo ule, wanasema kuna wazee wakiangalia vile wanaweza kukwambia mambo yako nini. Hebu imagine mambo yako yote kupitia utumbo wa mbuzi. Even this generation. Yes, mpaka sasa. Mpaka sasa. Utumbo wa mbuzi. Wanasoma kupitia utumbo wa mbuzi. Inaitwa kitabu. Inaitwa kitabu. Utumbo wanaitanga kuna matumbo fulani wanaitanga kitabu. Kumbe ndio hiyo wanasoma. Wacha ule mwingine, kuna mwingine umekaa mweusi. Kuna hiyo kitabu, kuna hiyo inakuwa kitabu kweli. Hapana, kuna ule mwingine. Ule mweupe. Kuna mweupe wa maziwa anaita. Alafu na kitabu. Alafu na ule umekaa kama taulo. Sasa ule. Mimi nikashangaa, wanasema sasa ukitokea hivyo wazee ndio wanakuja kuangalia pale, wanakwambia fulani hauendelei kwa sababu moja mbili, lakini wanakuchekia kwenye utumbo. Kwa hiyo ardhi inaweza ikaharibika kwa sababu ya miungu migeni. Ardhi inaweza ikaharibika kwa sababu ya umwagaji wa damu. Ardhi inaweza kuharibika kwa sababu ya maagano kwa ujumla yake yaliyofanyika na waliotangulia. Na kwa sababu hizo zote za kimaagano, za madhabahu za kigeni, mfano umwagaji wa damu na uchinjaji, tuseme kwa ujumla wake, tunaweza tukasema kwamba haiwezi kaweka kizazi cha mahali hapo salama. Sasa Zaburi ya 65 mstari wa 9 inatuokoa. Inasema Zaburi ya 65 mstari wa 9 unatuokoa. Nehemia 9:36 inatuokoa. Genesis chapter 12 verse 1 mpaka verse 3 nayo inatuokoa. Kuonyesha kwamba kumbe there is a way out katika majanga yote haya. Deuteronomy chapter 12 verse 1 to 3 nayo inatuokoa. Sasa labda kwa sababu muda hatuna, tunaweza tukayataja tu kwamba nini Mungu ameelezea maeneo hayo. Tunaona katika Genesis chapter 12 verse 1, na Mungu anamtokea Ibrahim na anamtoa katika nyumba ya baba yake, jamaa zake na nchi yake. Anamtoa kwa sababu kulikuwa kuna madhabahu za baba yake Tela katika zilizomshikilia Ibrahim kwa miaka mingi asiwezi kutoka mahali pale. Kwa hiyo tendo moja ni kutoka. Na ndio ulivyosema Bwana, kuna wengine tumehama makwetu na tumeenda mahali pengine. Sasa tujui kama tulitolewa au tuliondoka kwa ridhaa zetu, lakini bado tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Frank ambaye hakukubali kuondoka. Naye alienda karudi, aliacha kazi akarudi. Unajua huyu baba kuna mahali huwa anani challenge sana. Aliacha kazi, kwa sasa hivi labda angekuwa inspector ama SSP. Kwa hiyo miaka amefika kwa uaminifu wa kazi. Ati yeye aliresign, alijuzuru, akasema narudi kwenda kukomboa watu wetu. Sio kuwa kuna biashara alikuwa ameahidiwa, wala baba yake alikuwa na maduka anakuja kuangalia, ama mashamba alikuwa anakuja kulima. Maana tukianza huduma na yeye anaishi nyumba ya kukomboa hapa mjini, si ati alikuwa kwa nyumba yake kama leo. Hapana. Unajua hiyo ndio kitu yeye sasa ndiye amerisk. Kwa wale ambao amerisk, ni yeye amenituma katika hii hali ya kurisk, kuacha una watoto wadogo, umeanza kazi, hujui utaenda wapi, alafu narudi kuja kusema nataka kwenda kuomboa watu. Na pia nilienda kule Makindu miaka 9. Nikaanzisha kanisa kule na huduma huko. Mungu
akaniamurisha nije kwa sababu ya shida hii sasa ambayo tunaiongelea ya ukombozi wa ardhi. Kwa hivyo nilihubiri miaka 9, mwaka mmoja Kibwezi na miaka 8 Makindu. Basi wewe una heri kwa sababu umerudi. Sisi wangali tu wageni katika tumepotea bado. Wangali wageni katika nchi za wenyewe. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Kwa hiyo njia moja ni kutoka kama vile Mungu alivyomtoa Ibrahim. Lakini kwa Nehemia 9:36 inasema baba zetu walikuwa wamefanya maagano yaliyowaingiza katika utumwa na kutawaliwa na wageni. Lakini wao walipokaa na kuyaona hayo watoto makosa ya baba zao waliopewa nchi, wale mema na matunda ya nchi, lakini wakajipata wako ni watumwa, wao walifanya agano la hakika. Walifanya agano la hakika. Sasa hawakutaka kutembelea maagano yale ya vizazi. Wakafanya agano lao, wanasema alikatiwa muhuri pamoja na kuhani pamoja na Walawi. Kuonyesha kwamba ni mabadiliko sasa anayofanya ya kuondoka katika ile misingi ya vizazi na kumwomba Mungu awatengeneze misingi yao. Na tunapokuja katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, maandiko yanasema Mungu anamwambia Musa, hizi na Israeli, hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika ile nchi muingiapo. Naona kumbe Mungu alitoa maelekezo hata mtu anapohamia mahali kwamba vunjeni kabisa madhabahu ambazo wenyeji walikuwa wanaitumikia, kama zilikuwa kwenye milima, kwenye mabonde, kwenye miti mibichi, vunjeni. Alafu futeni jina la miungu iliyotumika mahali hapo. Huyo ni Mungu. Na kuonyesha kwamba Mungu yuko makini sana akatika kwa habari ya ardhi na anajua, na aliposema hizi ni amri, manake ni kitu ambacho hakiwezi kikaondoka, maana kitakuwepo siku zote. Lakini tukija katika upande wa Elisha, yeye tunaona anaenda kwenye source ya mji, kwa sababu matokeo mazima ya mji yalikuwa yanaonekana mapooza, vilema na mauti ikiwa kitawala. Na walipita watu wengi, kama vile naweza kusema kwamba Taveta ilipita watu wengi. Lakini ni nani aliyogundua uharibifu ulioko hapa? Na ndio neema ile kutoa Makindu ikakuleta hapa, kwamba Mungu alikuwa anataka kufunulie kwamba asili ya wenyeji wa mji huu waliuharibu mji huu. Sasa mababa waliharibu, lakini apatikane mtu mmoja, kama vile kitabu cha Ezekiel 22:30 kinavyosema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayesimama mahali palipobomoka ili apate kuiponya nchi. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba Mungu amekutumia wewe, amekupa ufahamu kwamba mji huu kuendelea. Unajua mimi kitu ambacho nakipenda sana, Mungu hahitaji makundi ya watu. Hapana. Anahitaji mtu mmoja atakayekubaliana ili afanye kazi pamoja na yeye. Kwa hiyo tunaona hii ni ufahamu uliopata, kama vile Yeriko. Yeriko wana wa manabii walipata ufahamu kwamba mahali pa mji huu ni pazuri, lakini maji yake hayafai kwa sababu maji yako kwenye ardhi, kwa kuwa nchi inazaa nini? Mapooza. Sasa moja ni kutreat ile land, unaishughulikia ile land ili iweze kuponywa. Na hiyo kwa sababu hili swala ni spiritually, na unapoliendea kiroho, maanake linawezekana kwa sababu Mungu naye ni roho. Na Mungu anapokaribishwa katika ardhi kwa ajili ya matengenezo, ndio Psalms 65:9 inasema kwamba, anasema yeye anairejea ardhi na kuitengeneza ili katoe nafaka, mito ya maji katokee tena, na ustawi mzima ukatokee katika ardhi. Kwa hiyo kumbe Mungu aliyeumba ardhi anakujaga tena kuitengeneza, kwa sababu huwa inaharibiwaga na wanadamu. Kwa hiyo sisi tuko hapa kuitengeneza ardhi. Hatuitengenezi kwa maana kwamba labda tutachanganya hiki, tutachanganya hiki. Tunaifuata ardhi kiroho, kama wale walioinua madhabahu kiroho wakaiabudu miungu isiyoonekana, na ndio yawatawale katika ardhi. Sasa sisi nasi, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uwezo, tunamwalika katika matengenezo ya ardhi hii, yakiwepo maagano na yafutike, ikiwepo mikataba na iondolewe, zikiwepo madhabahu zenye kutesa watu zivunjwe. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho naweza kusema kwa haraka kwamba ardhi inaweza tukaitreat katika namna ile ya kiungu kama ilivyokuwa treated katika namna ile ya kishetani. Yes. So jamani, wapenzi wa mtazamaji, our friends all over, mnatusikiliza na mtawatch some of you. Kuna mambo mazito sana Frank ameongea, ambapo tukijaribu kuyatafakari mpaka yanashinda kichwa kabisa. Na inateki mtu ambaye akona risks of life. Frank alirisk maisha yake, watoto wake na mke wake,
kuwaleta katika hii ardhi, back to this place. And namshukuru Mungu kwamba leo Mungu amejidhihirisha. Kuna watu najua wakati alipoacha kazi waliweza kuwa hawakuwa wanamuelewa vizuri. Na especially kazi imetafutwa, wengine wanatafuta kwa ongo, kwa kazi ngumu sana, lakini kuna wengine wanaiacha. Anaenda kwa kazi ambaye hajui mshahara atatoa wapi, ama watoto na mke wake watakula nini. Nataka niseme kwamba katika takriban ya siku kidogo hizo tuko nazo mpaka Jumapili, hata viongozi wa mji huu, nashukuru Mungu ya kwamba riski ya kwanza naona na heshima kubwa ambayo historia zivutwa, alitumika kuweza kuleta Bible translation in Taveta language. Taveta language, nataka uelewe vizuri. Taveta language, not Taita. Taveta language. Na katika Taita kuna clans nyingi sana. So hawa wako, hata ndio unaona kwa mfano hapa wabunge wanakuwa za zingine sio kabila lao kwa sababu ni wachache, kwa sababu ya mambo na matukio yaliyofanyika. But namshukuru Mungu kwamba tuko na Dr. Sixbeth Paul Mukeremi ambaye tumekuwa pamoja naye kwa muda mrefu kwa ajili ya upande wa ukombozi wa ardhi. Hii ibada inavyofanyika hapa, mambo mawili very specific: kurekebisha makosa ya vizazi, correcting generational error. Error ni kumaanisha wengine walifanya bila kujua, wengine walifanya kwa machungu. Ukisikia mtumishi wa Mungu anasema kwamba walifanya kwa machungu. Alafu jambo lingine alisema kwamba ardhi na mambo mawili: ardhi inaweza chafuliwa na ardhi inaweza najiziwa. Kwa hiyo kunajisiwa miungu walioitiwa mahali hapa. Unasikia watoto wakizaliwa mapaja, maana hiyo sehemu za Western nilikuwa nasikia kwamba wakizaliwa twins lazima mmoja wawe ndio mwingine survive. Sasa unasikia hawa wanakuja wanatwangwa mpaka wanaisha, yani kumaanisha wanaona kama wanaweza kufufuka tena. Hebu imagine ile kilio ya wale watoto baada hiyo damu inamwagika mahali ama inazikwa mahali. Kwa hivyo kuna unajisi mwingi ukiwa mahali kama maeneo haya, kama mtumishi wa Mungu amefanya mahali kama hapa, inakuwa ni miracle kubwa sana. Kwa hivyo tunapokwenda kwa crusade, tunapoingia kwa revival leo katika mahali hapa, na wakati mtumishi wa Mungu alienda kwa source, bishop ameongea juu ya source. Every problem iko na source. Ndio naona daktari wanaendaga kwa damu wanapima, maana damu ndio source of life ya mtu. Kwa hivyo tutakuwa na kipindi kikubwa sana, na pia wale watu wanaenda kula meza ya Bwana sehemu zingine wanaitanishwa. Apostle Bishop Dr. Sixbeth pamoja na Bishop Frank wanaandaa sasa the new covenant of this land, ambao itafanyika katika njia nyingine, another level. 2026 ni mwaka ambao ni wa baraka sana wa Mungu, maana sisi matumaini yetu siku zote tunasema kwamba ni bright. So kwa hivyo tutakutana kwa crusade, tutakutana katika mahali hapa for the next 5 days ambao ilianza jana. 5 means grace. Tutakuwa na wakati mzito sana. Bishop Frank, naomba ukaribishe watu dakika moja, waambie kwamba the program of the week ambapo tutakuwa kesho kuanzia exactly at 2 o'clock. Tutakuwa na 2 hour program kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 9:30, ambayo watumishi wa Mungu hawa tutakuwa broadcast live. Praise Center, Dr. Sixbeth Paul, YouTube channels and KCC TV. Tutakuweko all over the world. Tutakuwa na contact ya Bishop Frank ambao pia Bishop Sixbeth ambao utaweza kuwasiliana nao kwa ajili ya hii kongamano na more future tomorrow. Today we have to do it, but now this is a repetition. Tunaweka premiere ambayo itafanya kazi. Bishop, hebu karibisha watu, alafu 1 minute, alafu na Bishop aambie watu kwamba ile ukombozi wa ardhi na kesho kuonana watu 1-on-1. Asante Bishop, kwa sababu ya muda umeenda sana na crusade kule nasikia wanaitana. Program ilianza jana, inaitwa Mega Gospel Crusade. Na jana tulikuwa tuna mkutano na halaiki ya watu walikuja na watu mamia wakaokoka. Na leo pia tunaenda kwa crusade pale kiwanjani bus stage hapa Taveta. Na wiki hii Jumapili tarehe 21 nimealika viongozi wote walio madarakani na wale viongozi wengine ambao hawako madarakani kanisani kwetu katika kaunti hii, ili waje katika end of year service. Tutakuwa na meza ya Bwana na pia watasikia tamko la kiungu, kwa sababu ya kaunti tunaita finishing strong. Maana tuko na mitume hapa. Kwa hivyo nawaalika nyote ambao mnaotusikiza, na tutaisambaza hii kwa kila maeneo, hata kwa maredio, kwamba karibuni katika crusade ambayo ilianza jana, inaendelea leo mpaka siku ya Jumapili. Na pia ibada ya Jumapili ambayo itakuwa ni ibada
ya county, wacha niseme ibada ya county, tunaalika viongozi wote wa county na wale wa kitaifa ili waje tuwe na ibada pamoja. Kuna mambo hawawezi kuyasikia, wakiwa bungeni, hawawezi kuyasikia wakiwa nyumbani, wala kwenye uwanja wa kisiasa. Mambo haya wanayasikia kwa watu waliopata ufunuo. Kuna magonjwa mara mbili ama zaidi, magonjwa ya kiroho, magonjwa ya mwili. Magonjwa haya mengine unaweza enda hospitali upone, lakini ya kiroho hospitali yake ni hospitali ya kiroho. Ndio maana tumeleta madaktari wa kiroho ili pia wakaweze kuomba pamoja nasi tukaweze kupona. Na wakaribisha, karibuni sana Praise Center katika jina la Yesu Kristo. Bishop Sixbet, ndio mwisho. Langu kubwa tukutane kwenye crusade na baadaye tuonane kwenye revival. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. See you at the crusade revival and tomorrow at 10 o'clock and also 1-on-1. Uliona jambo lolote ambalo ungetaka kuona mtumishi wa Mungu, utapata nafasi, maana wako hapo. Pia we will be sharing the contact ya Bishop Frank and also any way that you want to support the program yake kwa ajili ya hiyo crusade. Is expensive to host those kind of a meeting, and the Lord will bless you. Shalom. Shalom. Shalom.